Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kufanya mambo haya matano kwenye mahusiano ama ndoa ni jambo la kawaida. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna mambo matano ambayo mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara, haijalishi upo kwenye ndoa, haijalishi upo kwenye mahusiano, ni mambo ambayo ni rahisi kuweza kuyafanya. 100%, kama itatokea basi ni asilimia chache, lakini muhimu sana kuweza kufahamu kwamba mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara huwa ni rahisi kuweza kufanya mambo haya matano, haijalishi upo katika mahusiano, haijalishi upo katika ndoa. Jambo la kwanza kabisa ni kuwa na mwanaume zaidi ya mmoja. Haijalishi upo kwenye mahusiano, haijalishi upo kwenye ndoa. Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara huwa ni ngumu sana kwenye mahusiano ama kwenye ndoa kuwa na mwanaume mmoja. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Na pia jambo lingine ni kununuliwa, kununuliwa na mwanaume kwa ajili ya kufanya naye mapenzi. Hii ni jambo la kawaida kwa mwanamke ambaye amezaliwa katika familia ya kifukara. Haijalishi upo kwenye ndoa, haijalishi yupo kwenye mahusiano. Na pia jambo lingine ni kufanya mapenzi ama kununuliwa na mpenzi wa rafiki yake. Hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara, haijalishi upo kwenye mahusiano, haijalishi upo kwenye ndoa, ni rahisi kulifanya. Na pia jambo lingine, uongo kwa ajili ya kujinufaisha. Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara huwa kwa asili au kwa tabia ya uongo ni jambo la kawaida kwake, kwa sababu anakuwa anapambana kuweza kujinufaisha ili aweze kupata pesa au aweze kujinufaisha juu ya mali. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya jambo la kawaida kwa mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara. Na pia jambo lingine ni kwa ajili ya kutembea na uume za watu. Mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kutembea na uume za watu ni jambo la kawaida. Hii ni kwa sababu anakuwa anataka apate pesa au kwa ajili ya kupata raha. Hili ni jambo la kawaida kwa mwanamke ambaye amezaliwa katika familia ya kifukara, kwa sababu wanawake walizaliwa katika familia ya kifukara hawana msimamo. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo ni jambo la kawaida kwa mwanamke aliyezaliwa katika familia ya kifukara kuweza kulifanya, haijalishi kwenye mahusiano, haijalishi kwenye ndoa. Na pia nikukumbushe kwamba unaweza kupata kitabu hiki. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Kitabu ambacho ni muhimu sana kwa mtu ambaye anahitaji kuingia katika ndoa ambayo ina furaha. Kitabu kinauzwa shilingi 15,000, lakini kwa soft copy utakipata kwa shilingi 10,000. Nicheki WhatsApp uweze kupata